Unaangalia Al-Khair Online TV. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu jitambulisha kwa majina yako. Kwa majina yangu mazuri kabisa naitwa Fatma Kesi kutoka Benki ya Amana. Benki ya Amana, hii sio mara ya kwanza kuwaona katika kushiriki katika matukio adhimu kama haya. Ni nini hasa ambacho kinachowasukuma mpaka mkaamua kujitwalia ama kujitokeza kudhamini mashindano kama haya? Kwanza kabisa sisi ni benki ya Kiislamu ambayo inafanya shughuli zake kwa kutumia sheria za Kiislamu. Pia katika sheria za Kiislamu unajua kabisa tunaongozwa na Qur'ani na Sunna. Na moja ya kitu kilichotuleta hapa au kilichotusukuma kudhamini mashindano ya Qur'ani kwa watu wazima ni dhima hiyo ya Qur'an katika jamii, ambayo Qur'ani ni amani kama ilivyokuwa kwenye koti ya leo kwamba Qur'ani ni amani. Kwa sisi tumekuja kudhamini haya mashindano ili kuendeleza hiyo amani katika jamii. Kwanza ni kongole katika swala kama hili. Nashukuru sana. Na hii katika kudhamini mashindano kama haya ni mara ngapi kwa nini? Ni mara nyingi sana tunadhamini. Naweza nisiwe na idadi kamili, lakini ni mara nyingi tunadhamini katika mashindano haya au katika jitihada hizi za kijamii. Na huwa tunadhamini mashindano ya Qur'ani na harakati zingine pia za kijamii. Na kuna utofauti gani ya Amana Benki na benki nyingine? Maana uwanja ni wako sasa. Kama nilivyoanza hapo mwanzo, Amana Bank ni benki ya kwanza kabisa katika nchi ya Kiislamu kuendesha shughuli zake kwa kutumia sharia ya dini ya Kiislamu. Tofauti yetu kubwa kabisa na benki nyingine ni kwamba sisi Amana Bank tunaendesha products zetu au tunaendesha services zetu zote bila kuwa na riba. Yaani hiyo ni tofauti moja kubwa ambayo itatofautisha sisi na benki zingine. Sasa na ndani nimekusikia ukisema kwamba mna akaunti ambazo mnaweza mkaweka kwa ndundundu, kwa swala kwamba ndundundu si chururu, endapo labda mtu akitaka kuamua kwenda kuhiji. Hebu waelezee sasa watazamaji kwa undani zaidi katika hilo. Naam, moja ya account ambazo tunatoa, sisi tuna product nyingi na account nyingi kutokana na matumizi ya mtumiaji. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo, account mojawapo ni account ya haji na umra. Hii account ni muhimu sana kwa sababu itamfanya mtumiaji aweke kidogo kidogo mpaka atakapotimiza kiasi ambacho kinahitajika kwa yeye kufanikisha ibada hii muhimu ya haji na umra. Ndio. Na sasa kwa kumalizia sasa, endapo kuna mtu anatamani ajiunge na benki yenu ya Amana Benki, ni vigezo gani hasa ambavyo mtu awe navyo ili mtu aweze kujiunga na benki hiyo? Sisi tuna vigezo vichache sana ambavyo vitamfanya mtu aweze kujiunga na benki ya Amana. Kwanza lazima awe na kitambulisho cha NIDA au kitambulisho ambacho kitamtambulisha yeye kama ni Mtanzania au ni mtu nje, kwa sababu pia tuna uwezo wa kuwafungulia watu ambao si wa Tanzania pia. Kwa hiyo unatakiwa uwe na kitambulisho chako peke yake. Kitambulisho cha NIDA kinakufanya uweze kuwa na qualifications za kufungua account katika matawi yetu. Ndio. Na mtazamaji, natumai mpaka hapo umeweza kumsikia ukti akielezea kwa undani zaidi kuhusiana na swala zima la benki ya Amana Benki. Wewe kama wewe unangoja nini sasa? Hebu jaribu kutafakuri kwa kina kuhusiana na swala zima la kufungua akaunti katika benki hii. Kwa kumalizia sasa, ambalo mimi sijakuuliza, unatamani sasa watazamaji wapate kujua kuhusiana na swala zima la Amana Benki. Kwa kweli mimi nawakaribisha watu wote waje katika benki yetu ya Amana, kwa sababu product zetu au akaunti zetu ni akaunti ambazo kila Mtanzania anaweza kuafford. Sisi tuna akaunti za wanawake peke yake, tumetofautisha hivyo kutokana na maadili yetu ambao sisi tunafanya kwa kutumia sheria za Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke pia ni mtu ambaye tumempa kipaumbele sana.
Kwa karibuni katika matawi yetu yote ambayo yanapatikana Dar es Salaam na baadhi ya mikoa ili upate huduma ambao utaweza kujitofautishia kati yetu sisi na sehemu nyingine. Pia tuna akaunti za watoto ambao utaweza kumwekea mtoto wako akiba kuanzia umri 0 mpaka miaka 18. Pia tuna akaunti nyingine za biashara. Tunajua kuna watu wengine wanafanya biashara lakini wanajiuliza ni wapi wataweza kupata huduma ambazo zitawafanya waweke akiba zao za biashara au waweze kufanikisha kwa hizo biashara. Kwa sisi pia tuna huduma ya mikopo ambayo mikopo hii inaweza kupatiwa kwa watu wa chini kabisa. Wa chini kabisa, ninapozungumzia wa chini ni wale watu ambao kwa mfano mama ntilie, boda boda, una ofisi yako unashona, sisi tunaweza kuafford kukupa mkopo. Pia wale watu wakati wafanya biashara ambao pia wana biashara zao zinazotambulika kutokana na misingi ya sheria za nchi yetu, na wale wafanya biashara wakubwa kabisa. Na sisi masharti yetu ni nafuu, japokuwa vigezo na masharti vitazingatiwa. Karibuni sana Amana Bank. Tunasema Amana Bank pamoja katika njia sahihi. Karibuni sana. Mtazamaji, mpaka hapo mimi sina la ziada. Mlikuwa nami Muhyiddin wa alaika wa badu fakar badu fakir ma'assalam. Unaangalia Al Khair Online TV.